Kwa ujumla, hali ya usalama Zanzibar imeendelea kuwa shwari, tulivu na salama, hali iliyowezesha wananchi kuendelea na shughuli zao za kijamii na kiuchumi bila bughudha yoyote. Katika kipindi husika, Jeshi la Polisi lilichukua hatua mbalimbali za kiusalama, ikiwemo kuimarisha doria za mchana na usiku, kufanya operation maalum za kudhibiti uhalifu, pamoja na kuimarisha ushirikiano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Hatua hizi zimesaidia kudhibiti na kupunguza matukio ya uhalifu ikilinganishwa na kipindi kilichotangulia. Kwa ujumla, hali ya usalama katika mikoa yote ya Unguja na Pemba imeendelea kuwa shwari, tulivu na salama, na kuwawezesha wananchi kuendelea na shughuli zao za kijamii, kiuchumi, kisiasa bila bughudha. Katika kipindi husika, Jeshi la Polisi lilitekeleza mikakati mbalimbali ya kiusalama, ikiwemo kuimarisha doria za mchana na usiku, kufanya operation maalum za kudhibiti uhalifu, pamoja na kuimarisha ushirikiano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Hatua hizi zimechangia kwa kiasi kikubwa kupunguza na kudhibiti matukio ya uhalifu ikilinganishwa na kipindi cha mwaka 2024. Ndugu waandishi wa habari, miongoni mwa matukio makubwa ya kitaifa yaliyofanyika katika kipindi cha mwaka 2025 ni zoezi la uchaguzi, zoezi ambalo lilifanyika katika mazingira ya amani, utulivu na usalama. Jeshi la Polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama lilitekeleza majukumu yake kikamilifu kwa kuzingatia misingi ya taaluma, sheria na haki za binadamu. Ulinzi uliimarishwa katika vituo vya kupigia kura, vituo vya kuhesabia kura, mikutano ya kisiasa pamoja na maeneo mengine muhimu. Tunapenda kutoa pongezi kwa wananchi wote wa Zanzibar kwa kuonesha ustaarabu, uvumilivu na uzalendo, hali iliyosaidia zoezi la uchaguzi kufanyika kwa mafanikio bila kuvurugwa kwa amani na usalama wa nchi. Aidha, tumeshuhudia mafanikio katika kupambana na makosa ya jinai, na wahusika wa makosa hayo wameendelea kuchukuliwa hatua za kisheria kwa mujibu wa sheria za nchi. Jeshi la Polisi pia limeendelea kutoa elimu ya usalama kwa wananchi, hususan kupitia mikutano ya hadhara, vyombo vya habari na ushirikiano na viongozi wa shehia, lengo kubwa likiwa ni kuimarisha dhana ya ulinzi shirikishi. Ushirikiano huu umechangia kwa kiasi kikubwa kubaini na kuzuia matukio ya uhalifu kabla hayajatokea. Hata hivyo, bado yapo baadhi ya matukio ya kihalifu yaliyojitokeza katika maeneo yetu ya Zanzibar, ambayo Jeshi la Polisi linaendelea kuwafanyia kazi kwa umakini mkubwa, na tunahakikishia wananchi kuwa hatua zote muhimu zinaendelea kuchukuliwa ili kuhakikisha wahalifu hawapati nafasi ya kuhatarisha amani na usalama wa nchi yetu. Hali ya usalama kwa ujumla kwa kipindi cha Januari hadi Disemba 2025, jumla ya makosa makubwa ya jinai yaliyoripotiwa katika vituo vyetu yalikuwa ni 2386 ikilinganishwa na makosa 3145 kwa mwaka wa 2024. Hivyo kuna upungufu wa makosa 759 sawa na 24.1%. Makosa dhidi ya binadamu yamepungua kutoka makosa 1116 mwaka 2024 hadi makosa 812 kwa mwaka 2025, sawa na upungufu wa 27.2%. Makosa ya mauaji kwa mwaka 2025 yametokezea 53 ikilinganishwa na makosa 66 kwa mwaka 2024, ukiwa na upungufu wa 19.7%. Kwenye makosa ya mauaji, 94% katika hao makosa hayo ilikuwa ni kujichukulia sheria mkononi kwa tuhuma za wizi na mengineyo, lakini 4% wivu wa kimapenzi na 2% ugomvi kwenye vilabu vya pombe.
Makosa ya kubaka kwa mwaka 2025 yalikuwa 657, ambapo kwa mwaka uliopita yalikuwa mwaka 2024 yalikuwa 829. Kwa hiyo kuna punguzo la asilimia 20.7. Makosa ya kulawiti mwaka 2025 yalikuwa 93 ikilinganishwa na makosa 217 katika mwaka 2024. Kwa hiyo kuna punguzo la asilimia 57.1. Upungufu huu umetokana na elimu kwa jamii, hususan madhara ya vitendo hivyo na hususan kuhusu madhara ya vitendo hivyo na ulinzi wa watoto. Pia tumeendelea kusisitiza ulinzi wa watoto na kutoa elimu hususan kuhusu matakwa ya kisheria yanayohusiana na umri wa ridhaa. Tumekuwa mara nyingi tunapata changamoto ambapo hapa kwenye umri, na tukiangalia kwa mwaka huu uliomaliza 2025, katika hao makosa, idadi ya makosa niliyotaja, kuanzia umri wa kuzaliwa mpaka miaka mitano kulikuwa kuna makosa ya kubaka 11, kulawiti yalikuwa 18. Miaka 6 hadi 10 makosa ya kubaka yalikuwa kwa 41, ya kulawiti 27. Miaka 11 hadi 14 makosa ya kubaka yalikuwa 105, ya kulawiti makosa 30. Miaka 15 hadi 17 makosa ya kubaka yalikuwa 450, ya kulawiti 13. Miaka 18 na kuendelea makosa ya kubaka yalikuwa 50, ya kulawiti ni 5. Kwa hivyo ninafanya hapo ndio ile jumla ambayo nilioitaja ya makosa 657 ya kubaka na ya kulawiti 93. Kwa takwimu hizo sasa, makosa ya kubaka yanaonekana hayo 655 kati ya makosa 450, wahusika ni wasichana. Kati ya hao makosa niliyotaja 657, 450 ni wahusika ambao wasichana au wavulana wanakuwa mara nyingi inakuwa ni wapenzi, lakini kutokana na umri sasa kisheria unakuja ndio inaangukia kule kwenye kubaka. Kwa hivyo ukiatoa hayo, kama ingekuwa hapo hiyo sheria haiko kama hivyo ilivyo, basi makosa ya kubaka pekee tungepata 207. Idadi imekuwa kubwa. Tukiangalia hapa kwenye age hii, mtu anakuwa na mpenzi wake, lakini kutokana na sheria ilivyo inahesabika ni kubaka. Kwa hivyo changamoto hapo bado ipo, na sisi kama jamii, sisi polisi, waandishi na wananchi, kuna kitu cha kufanya kwa pamoja. Katika makosa ya kuania mali, makosa yamepungua kutoka makosa 1855 kwa mwaka 2024 hadi makosa 1481 kwa mwaka 2025, ambapo kuna upungufu hapo sawa na asilimia 20. Uvunjaji makosa kwa mwaka 2025 kulikuwa kuna makosa 580, na ukilinganisha na mwaka 2024 ambapo kulikuwa kuna makosa 823. Kwa hivyo kuna punguzo la asilimia 29.5. Wizi wa mifugo kwa mwaka 2025 kulikuwa kuna makosa 364, ambapo mwaka wa 2024 kulikuwa kuna makosa 370. Kwa hivyo kuna punguzo la asilimia 1.6. Makosa ya usalama barabarani, kwa upande wa usalama barabarani makosa haya ya jumla, ukamataji na nini, yameongezeka, ambapo ni makosa kwa mwaka 2025 ni makosa 71,495 ikilinganishwa na makosa 50,016 kwa mwaka 2024. Hivyo kuna ongezeko la asilimia 43.0. Kwenye matukio ya ajali, yale nisema makosa ya barabarani, yale mchanganyiko, huyu kazidisha, huyu kafanya nini, hajafanya. Lakini kwenye matukio ya ajali za barabarani kwa mwaka 2025 kuna ajali 264 ikilinganishwa na ajali 227 kwa mwaka 2024. Kwa hiyo utaona kuna ongezeko hapo.
Kati ya hizo ajali zilizosababisha vifo mwaka 2025 zilikuwa 206. Mwaka 2024 kulikuwa kuna ajali 175. Katika ajali hizo walokufa watu 233 kwa mwaka 2025, wakati katika mwaka 2024 waliokufa katika ajali walikuwa ni 199. Kati ya hao waliofariki wanaume walikuwa 210 kwa mwaka tuliomaliza 2025, lakini 2024 walikuwa wanaume 129. Wanawake walikuwa 23 kwa mwaka uliomaliza, lakini mwaka 2024 wanawake walikuwa ni 18. Waliojeruhiwa katika ajali hizo walikuwa ni 258 kwa mwaka tuliomaliza 2025. Mwaka uliopita ilikuwa 259. Wanaume walikuwa ni 211 mwaka uliopita 25. 24 walikuwa 187. Wanawake ni 47 mwaka uliomaliza. Mwaka 2024 walikuwa 72.